Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Natumai umekuwa ukiendelea vizuri na maisha yako ya kumwamini Mungu, kuishi kadri ya mapenzi ya Mungu, lakini vile vile ukiendelea na shughuli zako za kila siku. Na kuleteeni tafakari hii ambayo ni ya sherehe ya Pentekoste. Pentekoste ni moja ya sherehe kubwa sana katika kanisa. Ni moja ya sherehe kubwa sana, na moja ya sababu kubwa ni kwamba inamhusu Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Tunafahamu tumekuwa katika kipindi cha Pasaka, na ukianzia Pasaka tunapofika siku ya 50 huwa tunaadhimisha sherehe ya Pentekoste, tukikumbuka kushuka kwake Roho Mtakatifu alipowashukia mitume walipokuwa pamoja, kama tutakavyosikia kwenye somo la kwanza ambalo linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Kumbe hii ni sherehe kubwa sana, na hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kubwa anayotupatia. Na huyu Roho Mtakatifu ambaye Mungu alimtuma kwa mitume, kama Yesu ambavyo ukisoma kwenye Injili ya Yohane kabla ya kupaa mbinguni alikuwa anawaambia wafuasi wake kwamba sitawaacha yatima, nitawatumia Roho Mtakatifu ambaye atawafariji, ambaye atawafundisha yote na kuwakumbusha niliwafundisha mimi, ambaye atawaongoza kwa mambo yote. Na tukae tukijua kwamba hao mitume baada ya Yesu kufa walikuwa na hofu kubwa sana, na alipopaa mbinguni akawaambia kwamba msubiri nitawaletea Roho Mtakatifu, na wakakaa pamoja wakisali katika chumba mpaka sasa siku ile ya Pentekoste Roho Mtakatifu huyo akawa amewashukia. Kumbe ni sherehe kubwa sana, na ni nguvu ya pekee huyu Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Somo ambalo litatuongoza kimsingi atakuwa masomo mawili, lakini nitasoma somo moja. Somo litakalo tuongoza ni la kwanza hasa zaidi, ambalo linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 11. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparithi na Waamedi na Waelani nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Panto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Ndugu zangu, hii sherehe ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume, ni kama tulivyosikia Luka aliyeandika Injili, ambaye pia aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume, alivyosimulia. Na sherehe ya Pentekoste tunayoadhimisha kimsingi haikuanza tu katika Agano Jipya, bali imejikita pia katika historia ya wokovu wa Agano la Kale. Katika mila ya Kiyahudi, sikukuu hii ilitwa Shavuot, yani sikukuu ya majuma. Ilikuwa ni kumbukumbu ya kupokea Torati kwenye mlima Sinai,
takriban siku 50 baada ya Pasaka ya Kiyahudi. Hao Wayahudi kila mwaka waliadhimisha sherehe kubwa kabisa kukumbuka Mwenyezi Mungu alivyowapa amri 10 katika mlima Sinai, na hivyo walisherekea kwa majuma 7 baada ya Pentekoste, baada ya Pasaka. Na ile siku ya 50 walitoa na sadaka ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mikate ya yale mazao ya kwanza. Kumbe hapo kwa kukumbuka siku Mwenyezi Mungu alipowapa ile Torati, walikumbuka pia pale Mungu alipoingia agano na watu wake kwa neno lake na likawaandaa kama taifa lake takatifu kwa kupokea hizo amri 10 za Mungu. Sasa ni katika siku ya Shavoti, ile maana yake Pentekoste ya agano la kale, ile waliokuwa na kufanya kumbukumbu ya kupewa zile amri 10, wakati Yerusalemu ilikuwa imejaa mahujaji kutoka mataifa mbalimbali. Mumesikia kutoka Misri, Kapadokia, Asia, kote kule, kwa sababu Wayahudi kutoka sehemu mbalimbali walikuwa wamefika hapo, kwa sababu ilikuwa ni moja ya sherehe kubwa sana ambayo kila Myahudi na hasa mwanamume alipaswa kusherekea. Sasa katika siku hiyo sasa mahujaji wametoka mataifa mbalimbali, ndipo Mwenyezi Mungu alipotimiza ahadi mpya. Ahadi mpya ambapo alimimina Roho Mtakatifu juu ya wote waliomwamini Kristo. Kama Torati ilivyowekwa katika maandalizi zamani, sasa sheria ya upendo iliandikwa katika nyoyo zao sasa waamini hao. Na kama tulivyosoma kwenye hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 11, kwamba upepo ukavuma, ndimi za moto zikashuka, na mitume wakajazwa Roho Mtakatifu. Ndimi za moto, alama ya Mungu, ndio. Kwa hiyo wakaongea lugha mbalimbali na kuhubiri bila hofu. Ile hofu waliokuwa nayo ilitoka kabisa. Na watu kutoka mataifa mbalimbali wakaweza kusikia makuu ya Bwana yaliyokuwa yanenenwa na mitume. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwezesha kabisa mawasiliano kuwa mazuri, na hao watu wakapata neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona Roho Mtakatifu hakushuka tu hivi bila malengo fulani. Roho Mtakatifu alishuka kimkakati. Pale watu wamekusanyika wengi kutoka mataifa mbalimbali, ndipo anashuka, anawajaza nguvu wale mitume, alafu ananena makuu ya Bwana juu ya Yesu yumfuka aliyepaa mbinguni, na hao watu kimsingi wanaokuelekea na wenyewe wanapeleka ujumbe wa Injili, ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu. Kumbe tunaweza tukasema huko ndiko kuzaliwa kanisa kimsingi. Lakini si kanisa tu la kukaa ndani watu wamejifungia, bali kanisa la kutumwa nje. Kanisa la kutumwa nje. Tunaposema kanisa ni watu wanaomwamini Kristo rasmi. Pale wakaenda sasa kwa nguvu, wakaanza rasmi kumhubiri Kristo bila kuogopa, kwa sababu ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndio iliyokuwa inawasukuma. Na ndio maana tunasema Pentekoste ndio mwanzo wa kanisa. Kwa watu sasa ni kanisa linalotoka, watu wakaenda. Na ndio maana hata sisi wenyewe mwisho tukaja kupata Injili ni wazi baada ya miaka mingi, karne kadhaa baada ya hiyo Pentekoste. Kumbe ndio maana dhamira yangu mahubiri haya ninayokushirikisha ni Pentekoste, kuzaliwa kwa kanisa la kimisionari. Kanisa la kimisionari. Kanisa ambao ni mimi na wewe, sisi waamini wote tunaomwamini Kristo. Mimi dhamira yangu naona iwe hii Pentekoste, maana yake kuzaliwa kwa kanisa la kimisionari. Na ninajikita kutoka katika somo hili la kwanza, ambapo mitume walimpokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri bila hofu yote ile kuanzia kwao, na baadaye wakaanza kutawanyika kwenda maeneo mbalimbali mpaka dunia nzima. Sasa neno la Yesu anajulikana, japo si kwa kila mtu niseme. Lakini ukienda kwenye somo la Injili, nimeona dhamira hii iunganishe na somo la Injili. Somo la Injili ambalo natoka Yohane sura ya 20
aya ya 19 mpaka ya 23. Pale siku ya kwanza ya juma, pale wanafunzi walipokuwa pamoja, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akawatakia amani mara ya kwanza. Alafu mara ya pili akawatakia amani. Na baada ya ile amani ya mara ya pili, kwamba amani iwe kwenu, safari ya pili au mara ya pili, Yesu alinena maneno haya: kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Ndio maana nasema dhamira kuu kwa mahubiri haya, Pentekoste, kanisa la kimisionari. Kumbe unaona Yesu pale aliwapatakia amani, alafu sema Baba alionituma mimi nami nawatuma. Na unajua umisionari unatoka neno la Kilatini mittere. Mittere maana yake kutumwa. Misionari mtu anayetumwa toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mittere. Mungu Baba alimtuma Mungu Mwana, akaja akazaliwa, akatuhubiria habari njema. Alipopaa mbinguni kurudi kwa Baba, Mungu Baba na Mungu Mwana kwa upendo wao wakamtuma nafsi ya tatu ya Mungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Naona kwa Roho Mtakatifu na yeye anatumwa. Kwa kimsingi misionari umeanza ndani ya Utatu Mtakatifu mwenyewe, nafsi tatu za Mwenyezi Mungu. Ndio misionari ulianza. Sasa nimevutwa sana kwamba dhamira yangu iwe Pentekoste, kuzaliwa kwa kanisa la kimisionari, kwamba huyu Roho Mtakatifu tunayempokea Pentekoste, huyu Roho Mtakatifu tuliyempokea wakati wa ubatizo, sio Roho Mtakatifu ambaye anatupatia nguvu, kutufariji, kutupatia ujasiri tu, alafu na ukanae tumemkumbatia. Hapana, ni Roho Mtakatifu anayetaka twende, tutoke ndani ya yetu sisi wenyewe. Na hapo nataka niangalie maeneo matatu. Kufanya umisionari wewe katika nyumba yako, nyumbani. Umisionari wako pale unapofanya kazi, unaweza ikawa hata mitaani, tuseme unapofanya kazi, shughuli zako. Lakini kama muda utatuhusu, tuone na umisionari ambao tunapaswa kufanya mtandaoni, kwa sababu mtandao sasa hivi ndio sasa unakusanya watu wengi na bila kutoka nchi yako. Ndio maana hata mafundisho haya, mahubiri haya yanawafikia watu dunia nzima. Kwa wale mnaotumia channel ya YouTube au mlio kwenye internet, dunia nzima mnapata. Kumbe sio lazima kwamba mimi nitoke hapa Tabora nilipo niende Marekani. Hata wa Marekani, wa Japani, wa Arabuni wanapata ujumbe huu kupitia hiyo mtandao wetu wa YouTube. Sasa nianze kwa kusema hivi: kimsingi kulingana na mafundisho ya kanisa Katoliki, kila Mkatoliki anaitwa kuwa misionari tangu ubatizo wake. Hii huitwa kwa lugha ya Kiingereza universal call to mission. Wito wa wote kwa utume. Wito wa wote kwa utume. Kwa ubatizo wako, kila mmoja mbatizwa anaitwa kuwa misionari. Pengine tunaweza tukasema wa misionari tumezoea ni wale wazungu waliotoka Ulaya. Ni wazi tafsiri ya kwanza kabisa ambayo imezoeleka ilikuwa ni hiyo. Wa misionari waliotoka kwao nchi zao kwenda nchi zingine, wakatuhubiria Kristo, wakatuletea elimu kupitia mashule, vituo vya afya. Na ndio maana ungelikuta makanisa kwa mfano ya zamani pale parokiani walikuwa napaita misioni. Kusema naenda misioni, maana yake hapo kuna wazungu. Lakini sasa tubadilike kutoka hapo. Universal call to mission. Wito wa wote kuwa wa misionari, kwa watu wa utume, ni wa kila mbatizwa. Sasa tuache, japo sasa ukiweza kutoka hapa kwenda Marekani, mfano tuna wa misionari kule, ukatoka hapo kaenda Uarabuni kuhubiri, na wenyewe ni misionari. Na tunapenda, ni vizuri sana. Ndio maana nitakapokuja kwenye kituo sehemu ya 3 ya mahubiri yangu kwenye kimtandao nitagusa hapo. Lakini sasa nianze ndani ya familia, alafu na maeneo ya kazini kwetu. Papa Francisco, apumzike kwa amani, katika waraka wake wa Evangelii Gaudium anasema hivi, na nukuu: kila mbatizwa bila kujali nafasi yake katika kanisa au kiwango chake cha elimu ya dini ni mhubiri wa Injili. Na rudia tena, kila mbatizwa, na wewe umebatizwa na imani,
bila kujali nafasi yake katika kanisa. Sio wewe ni mlei, sio wewe ni padre, sio wewe ni mtawa, sio wewe ni kijana, sio wewe ni mtu mzima. Kiwango chake cha elimu ya dini, kwamba mimi si lazima kwamba uwe padre umesoma mambo ya dini sana, si lazima uwe mtawa. Kwa elimu ya dini unayokuwa nayo kadri ya Baba Mtakatifu, wewe ni mhubiri wa Injili. Kile unachokijua unaalikwa kukishirikisha wengine. Hata yale ambayo huyajui unaalikwa kujisomea zaidi, kusoma neno la Mungu zaidi, kujifunza zaidi, lakini kwa namna yote ile wewe ni mhubiri wa Injili. Kivipi? Mfano tuanze kwa mfano wa misionari katika parokia. Mfano, unaweza ukafundisha katekisimu, mfano kwa watoto au kwa watu wazima ambao hawajui elimu ya dini. Huo ni umisionari. Unaweza kusaidia maskini na wagonjwa, ni umisionari wa kimatendo. Alafu kutoa ushuhuda wa maisha ya Kristo kazini, shuleni au nyumbani. Hapo ni makazini, naenda sasa kiujumla jumla. Lakini unaweza kushiriki kamilifu katika liturujia na shughuli nyingine za kikanisa, misa na kadhalika. Kwangu mimi huo ni umisionari. Lakini kumleta mtu mwingine karibu na Mungu kwa njia ya upendo, usaidizi au sala unapoombea wengine ni kitu kizuri. Nakumbuka kuna bibi moja nikiwa parokia moja hapa jimboni, kimsingi ilikuwa Kiparapara hapo Msike kwa Amani. Alikuwa bibi mzee miaka kama 80, alikuwa ni Muislamu. Alikuja kwangu siku moja akasema, "Baba Padre, naomba unibatize, nataka kuwa Mkristo." Nikasema, "Kwa nini?" Akasema, "Naishi peke yangu kwenye kajumba kangu kama jana, ila wanaoniletea maji, kuni na kunisaidia chakula ni Wakristo. Mimi naona tena Wakatoliki zaidi. Ndio maana napenda niwe Mkatoliki." Tulipa mafundisho kiasi kadri ya uelewa wake na umri wake, baadaye tukambatiza na amekuwa Mkristo. Kwa unaona matendo yanavyosema zaidi. Kumbe umisionari sio lazima uende mbali katika parokia yako. Lakini sasa tuone sasa katika familia. Katika familia, mfano, wazazi mnaweza kuwa misionari kwa kuishi maisha ya imani kwa mfano mzuri. Tunaweza tukasema maneno hufundisha, lakini mfano huvuta moyo. Au kwa maneno mengine, maneno yanasema zaidi kuliko matendo. Maneno unaweza ukawa unasema, uwezo kwa mfano ukasema, "Watoto, hebu naendeni kusali kila Jumapili," unawasukuma kusali, alafu wanakuacha nyumbani huko umelala au unafanya shughuli zako. Hapana. Ila pengine usipowaambia, wakawa ni wewe Jumapili unajiandaa unaenda kanisani, huo mfano wako utawavuta zaidi hata majirani. Unaona? Ndio. Kwa hiyo tujitahidi sana katika hilo. Na hii imenikumbusha wakati tukiwa wadogo, baba alikuwa mkali kwa siku za Jumapili. Mkali kwa maana hii, alikuwa na fungo zake nyingi kila mlango pale nyumbani. Ilipokuwa inafika Jumapili, anasema tunaenda kusali. Alafu yeye anasema anakuwa mwisho, anaanza kufunga mlango mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo upende usipende, ulikuwa lazima ufanye nini? Uende kanisani. Na uwezo ukasema unavaa unaenda mitani kumonyesha kwamba umeenda. Kanisani sasa atakuona. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kwenda kusali. Ndio imetusaidia mpaka leo. Kwa watoto, sisi wenyewe kwanza tuende kusali, tuonyeshe mfano unaovuta. Lakini vile vile kwa kushiriki mfano misa ya Jumapili kama nilivyokuisha kusema, lakini vile vile kuwafundisha watoto thamani ya maadili ya Kikristo. Unawafundisha katekisimu, mfano, sala mbalimbali, lakini kuwafundisha upendo, huruma, uaminifu na kadhalika. Lakini kuwafundisha sala, kuwafundisha juu ya Yesu, Mama Bikira Maria, watakatifu, kusoma habari za Biblia ukawafundisha watoto wako, wakaanza kuvutwa. Yote hayo ni mambo ambayo ni mazuri kabisa. Lakini vile vile kusaidia majirani, maskini na watu walio wahitaji. Hivi vyote havihitaji kwamba uwe umesoma dini sijui mpaka kiwango gani. Ni mambo ambayo sote katika hali zetu kama Baba Mtakatifu aliyetangulia sasa pumzike kwa maana alivyosema, wote tunaitwa kuwa wainjilisti. Wote tunaitwa kuwa wahubiri wa dini bila kujali kiwango cha elimu tunayokuwa nayo. Lakini zaidi ya hayo, kutangaza Injili moja kwa moja na kwa matendo yetu, lakini vile vile katika maeneo ya kazi,
maeneo ya kazi ni muhimu sana. Kuishi maadili ya Kristo, kuwa mwadilifu kazini kwako, kutumia muda au mali za kazini pale vizuri, kutenda haki, kutokubali rushwa, upendeleo au dhuluma, unaona, kuwa mkweli na mwaminifu kwa majukumu unayopewa, kumheshimu kila mtu bila kujali nafasi yake au hali yake. Hayo yote tukiyafanya, tukiongozwa na Roho Mtakatifu anayetusukuma, basi hapo tutasema kwamba sisi tunahubiri injili ya kimisionari. Sasa nimalizie na kitu cha mwisho. Nimesema kwamba tulizoea wa misionari kwamba wale wazungu waliotoka kwao, lakini sasa tukaona unavyoweza kuwa misionari katika eneo la parokia yako, nyumbani kwako, kazini kwako. Kwamba umepokea Roho Mtakatifu lakini ambayo humshirikishi, si kitu kizuri sana. Roho Mtakatifu atupe ujasiri na nguvu, tutoke nje tumtangaze Kristo ambao ulikuwa ni ujumbe wa Yesu aliyowapatia wale mitume wake, kama tulivyosikia. Nivyo chukua ule mstari kutoka kwenye somo la injili hii ya Yohane. Akawapa amani mara ya kwanza, mara ya pili alipowapa amani akasema, kama Baba alionituma na mimi na watuma. Sasa nimalizie sehemu ya mwisho, wa misionari katika mitandao. Wapendwa ndugu zangu, pengine wewe unayenisikiliza unatumia simu, tukiachia wale ambao mnanisikiliza kwa njia ya radio na television. Lakini kiangalia hapa kwa watu kama ni mfano 3,000 ambao takriban wanasikiliza kwa muda wa siku kama 2-3 kufuatia mahubiri yangu, hao wote wametumia simu. Kwa hiyo huko mtandaoni sasa hivi tukiangalia watu wenye simu ni wengi sana. Tu kwenye makundi mbalimbali ya kijamii, si WhatsApp, si YouTube kule, si Instagram, X, mambo mengi kule. Lakini ni kwa kiasi gani tunatumia mitandao hiyo kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo? Ni kiasi kidogo sana. Na nikiri kwamba pengine na sisi wahubiri au sisi ambao ni wa misionari pase au wa misionari kikweli kweli kama mimi padre, hatujaujaza mtandao vya kutosha na maneno ya Mungu. Tunasikia tu mambo ya kidunia, tumiziki na mambo ya mengi tu yanayokuwa mtandaoni. Lakini kupitia mtandao hiyo tunaweza tukajenga mitandao ya kuombeana, kusali pamoja, kushirikishana neno la Mungu. Neno la Mungu. Unapata ujumbe kama huu, basi unawashirikisha wengine. Mimi kazi nimeianza, huu ni mwaka wa 7. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nikiangalia naona watu kutoka nchi mbalimbali za Kiarabu wanatufuatilia, Marekani wanatufuatilia, nchi mbalimbali. Na namshukuru Mwenyezi Mungu. Kumbe sihitaji kupanda ndege kwenda Marekani kuhubiri au kwenda Saudi Arabia kuhubiri. Anayesikiliza Kiswahili kule ananipata. Ni kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Mitandao ya kijamii bado hatujaitumia vya kutosha. Ndio maana nakualika wewe unayesikiliza ujumbe huu, chukua hatua na wewe huu ujumbe ushie kwa kundi moja hapo ambalo upo kule. Liwe ni la Wakristo, si wala Wakristo, mimi na imani ujumbe utawafaa. Ukifanya hivyo, mimi nakwambia umeshiriki sana katika umisionari. Na kumbuka kila mara unapopata ujumbe huu ushie kwa watu wengine. Na ndugu zangu wengine nawakaribisha tuzidi kushirikishana ujumbe huu wa Mwenyezi Mungu katika mitandao. Sio tunashirikishana tu mambo mengine ya kawaida tu, picha hivi, picha fulani, mambo ya kisiasa hivi na kadhalika tu hayo. Na neno la Mwenyezi Mungu, wewe kumbuka ni misionari. Roho Mtakatifu akujaze nguvu. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu yazidi kututegemeza, azidi kutupa faraja. Penye ugumu apalainishe pawe na wepesi. Mara ambapo ni pagumu kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, awaguse pale wanaofanya mahali pale kwa pagumu, palainike tumhubiri Kristo. Tuombe wa misionari wetu ambao wako katika mazingira magumu ya kuhubiri dini. Tujiombee sisi wenyewe katika unyonge wetu, pengine na uvivu wetu, na shindwa kutimiza wajibu wetu kumtangaza Kristo kwa watoto wetu, makazini kwetu. Huyu Roho Mtakatifu tunakuomba uzidi kutusaidia, uzidi kutunyanyua, uzidi kututegemeza, ili Bwana wetu Yesu Kristo uweze kujulikana kwa mataifa yote, makabila yote, rangi zote za watu waweze kukufahamu. Kwa Kristo Bwana wetu. Nikutakie sherehe njema ya Pentekoste.
Mungu azidi kukubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wateja wetu, karibuni sana kwenye maduka yetu ya vifaa mbalimbali. Mimi naitwa Sister Asteria Romuald Masawe. Karibuni sana. Hapa tulipo ni duka la Faraja Bookshop. Mimi ndio coordinator wa hili duka, lakini ni la masista wa shirika la Grail hapa Tanzania. Duka letu lina vifaa mbalimbali vingi sana. Tuna vitabu mbalimbali kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Kuna vitabu vya mazoezi, kuna vitabu vya dini, vitabu aina yoyote ya dini, madhehebu mbalimbali, Katoliki kwa vipindi mbalimbali vya liturujia, ukitaka vya Pasaka, ukitaka vya Majilio, ukitaka vya Kwaresma, ukitaka novena mbalimbali, nyimbo tunavyo. Misalaba mbalimbali mikubwa kwa midogo tunayo, hata ya kwenye altare, ya kwenye mimbari, hata misalaba mbalimbali kwa ajili ya makanisani, wale wanaofungua makanisa mapya tunayo mizuri sana. Tunazo ngoma, vifaa mbalimbali vya muziki, tuna makayamba, tuna hata mashahada mbalimbali kwa ajili ya tunapowasindikiza wapendwa wetu, lakini pia vifaa mbalimbali vya kufungia zawadi kama mtakavyoona kwenye picha zetu. Vile vile tuna vitenge mbalimbali na hata vitenge ambavyo vimetolewa na Baraza la Maaskofu kwa ajili ya wanakwaya, kwa ajili ya waka, na hata vitenge vya WAWATA tunavyo kwa wingi kwa ajili yako. Ni vitenge vipya vizuri na vinavyomuonyesha Mkatoliki ni nani, lakini pia vitenge kwa ajili ya watu mbalimbali bila kujali dhehebu wala dini. Kwa hiyo karibuni, hapa ni Faraja Bookshop. Unaweza utupigie simu. Vile tuna duka lingine linaitwa Mwangaza Stationery, nalo lina vifaa mbalimbali. Kuna vifaa vya makanisani, tuna nguo za mafadha, tuna siborio, tuna monstrant, tuna mirashi, tuna hata brassos. Brasso ni vifaa kinachotumika kwa ajili ya kusafishia, tuseme zile siborio zinazotumika altareni na kalisi, ili kusiwe na madoa. Na vile vile tuna vitenge, tuna vitabu vikubwa kwa ajili ya watoto wa form 5 na form 6. Mwaka huu tuna vitabu vipya kabisa kwa ajili ya wale wa form 5. Tumeshavileta vitabu hivyo. Kuna vitabu vya mazoezi kutoka kwa wachapaji mbalimbali, kutoka taasisi ya elimu, vitabu vya notes kutoka kwa wachapaji kama Ngaiza vinavyoendana na mtaala kabisa mpya, competence based. Tuna mtaala mpya kabisa kwa ajili ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza. Tunazo syllabus mpya kabisa. Bible knowledge ni somo ambalo ni hitajika sana na mtaala wake umeshatoka. Tuna syllabus yao kwa sasa hivi na vitabu kwa ajili ya form 1. Watu wengi wamekuwa wakiniulizia vilikuwa havijapatikana, lakini kwa sasa tumevipata. Karibuni mvinunue. Karibuni mnunue maua kwa ajili ya altareni, karibuni mnunue mishumaa, karibuni mnunue misalaba, rozari nzuri aina mbalimbali zipo. Karibuni sana wateja katika duka letu la Mwangaza Stationery. Unaweza ukatupigia kwa kupitia namba 0754 360 496, 0754 360 496. Karibuni sana. Mnaruhusiwa kuingia kwenye maduka yetu na kuchagua kitabu unachokipenda, kwa sababu maduka yetu yana nafasi ya kutosha. Tunapatikana Tabora mjini, mtaa wa Lumumba kwa ajili ya Mwangaza Stationery. Ni karibu na NBC Bank. Lakini pia kwa mtaa wa Jamhuri unapata duka la Faraja.
Pia sio mbali sana na NBC Bank, lakini tunatazamana na Golden Eagle Hotel. Aliyoko nje ya mkoa anaruhusiwa kuoda kwa kupitia namba za simu ambazo nimezitaja. Lakini pia mnaweza mkatupata kwenye YouTube. Kutokana kadiri tunavyoendelea, tutawapa utaratibu mwingine wa kutupata katika mitandao ya kijamii, ili watu mbalimbali popote mlipo mnaruhusiwa kuagiza. Sisi tunakutumia kwa gharama zetu wenyewe. Kwa hiyo karibu sana mteja, tutakufanyia delivery.